Habari za wakati huu wana Yanga, wananchi wenzangu. Siku ya leo tunakwenda kucheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Lakini angalizo na tahadhari yetu, viko viashiria vya kuhujumiwa sisi wana Yanga. Siku ya leo viko viashiria vya sisi kuhujumiwa. Tunahujumiwa kwa sababu zipi? Uko utaratibu wa namna gani ya kufanya mazoezi. Katika mchezo wetu wa tarehe 1 dhidi ya Simba pale New Amani Zanzibar, Simba alikuwa mtu wa mwisho kufanya mazoezi na kuna madhara aliyafanya kwa ushahidi wa wamiliki wa uwanja kwa vitendo vya kishirikina, lakini hata bodi ya ligi walitoa adhabu kupitia wachezaji wa Simba waliofanya vitendo vya kishirikina pale New Amani Zanzibar. Lakini alikuwa ni mgeni, alifanya mazoezi siku ya mwisho, alifanya mazoezi muda wa mwisho. Lakini jana katika mazoezi ya mwisho Simba ameivamia Yanga. Yanga anafanya mazoezi na Simba anataka kuja tena kuwa mtu wa mwisho kufanya mazoezi. Hii sio sawa. Hii ni hujuma. Anakuja kufanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Anataka afanye kama alivyofanya New Amani. Hii ni hujuma. Tuambiwe, wana Yanga tunataka kujua. Jana Simba amefanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Pale New Amani Simba alifanya mazoezi ya mwisho kwa sababu gani? Ziko simu nyingi tunapigiwa wana Yanga wanalalamika. Watu kutoka Pemba kina Mzee Musa na wenzake wanalalamika. Ameonekana Simba jana akifanya mazoezi ya mwisho pale Meja Jenerali, na anafahamika akifanya mazoezi ya mwisho nini anakwenda kufanya. Hii sio sawa wana Yanga. Tunalalamika, kuna viashiria vya kuhujumiwa. Lakini la mwisho, tumeletewa waamuzi kutoka nje. Sawa, tunakubali. Lakini je, endapo watashindwa kutumia sheria 17, adhabu yao watapewa nani? Kama tuna utaratibu wa kupitia kamati ya masaa 72 kuwaadhibu waamuzi wetu, hii watakapokosea wataadhibiwa na nani? Hii sio sawa. Hii ni hujuma. Anakuja kufanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Anataka afanye kama alivyofanya New Amani. Hii ni hujuma. Tuambiwe, wana Yanga tunataka kujua. Jana Simba amefanya mazoezi mtu wa mwisho kwa sababu zipi? Pale New Amani Simba alifanya mazoezi ya mwisho kwa sababu gani? Ziko simu nyingi tunapigiwa wana Yanga wanalalamika. Watu kutoka Pemba kina Mzee Musa na wenzake wanalalamika. Ameonekana Simba jana akifanya mazoezi ya mwisho pale Meja Jenerali, na anafahamika akifanya mazoezi ya mwisho nini anakwenda kufanya. Hii sio sawa wana Yanga. Tunalalamika, kuna viashiria vya kuhujumiwa. Lakini la mwisho, tumeletewa waamuzi kutoka nje. Sawa, tunakubali. Lakini je, endapo watashindwa kutumia sheria 17, adhabu yao watapewa nani? Kama tuna utaratibu wa kupitia kamati ya masaa 72 kuwaadhibu waamuzi wetu, hii watakapokosea wataadhibiwa na nani? Asante. Tukamwambia umetumia vigezo gani kupeleka mechi Meja Samuyo? Kwa sababu ule uwanja kwanza haukidhi, kwa sababu ukitaka kujua haukidhi ule uwanja, kwanza pitch bovu. Ukija kuangalia hata mashabiki ambao tunajuaga kabisa kweli hii ni dabi ambao katika ukanda wa Afrika, tunajivunia kwamba tuna dabi Afrika ambao ni kubwa kabisa, Simba na Yanga, lakini kwa kiwanja kale, hebu angalia juzi walivyotangaza, sio kwa jana, walivyotangaza viingilio saa 6 kamili, saa 6:30 viingilio vimeisha. Sasa hapo kuna uwanja hapo kaka, hata uwanja nani wa Chamazi wenyewe ni mkubwa kaka. Hata basi bora tungeenda hata tukucheza hata pale nani hapo Karume hapo TFF hapo tusimame tu, maana ule uwanja ni mkubwa wa pale Karume. Basi tungeenda hata Karume tukacheze. Hivi kupeleka mechi kule Meja Samuyo na kwenda pale Karume, si bora uende Karume kaka. Bora uende hata Karume pale, unaonekana ule uwanja una ubora kaka. Kaka mimi nakwambia mimi, yani bora hata uende Karume hapo TFF hapo ndo ukacheze. Bora hata uende pale TFF ndo ukacheze mechi pale, inaonekana wewe jana unaambiwa tope, unaambiwa unaligudua kama yule nani yule nani huyu meneja wa timu Horizon kaibua tope, naambia linatimuka namna hii. Nikasema labda inaigiza. Kapiga mpira unaambia kama umedondosha tofali. Wewe ushawahi kuona tofali linadunda? Sasa kama tofali siku zote alidundi, haya mpira uongoze kwa nini na udundi tena una upepo? Na ndio maana watu wakiniambiaga kama mpira unadunda, nasema lazima udunde kwa sababu uongoze. Lakini jana pale mpira udundi, unaweza kusema hata mpira karatasi wenyewe sehemu ukipeleka sehemu ngumu unadunda. Sasa mpira uongoza udundi. Sasa kuna mpira karatasi ukiupeleka sehemu ngumu unadunda, lakini jana mpira wa ngozi umejaza upepo, ukiupiga hivyo udundi. Yani kama umepeleka tofali ushawahi kuona tofali linadunda, yani unatitia tiji. Haya jana wakipiga hivi mguu, yani unaambiwa
mguu wote unanasa. Jana unaambia kuna mchezaji pale, unaambia alitaka kuruka hivi mazoezi, unaambia alivyopeleka mguu chini mpaka kwenye goti. Sasa leo tutakwenda kuumiza wachezaji leo kama mtu anazama kwenye tope mpaka kwenye magoti kaka. Ndio maana nimekwambia leo mimi kwanza na option mbili. Aidha nibebe mbegu niende nikapande pale Meja Samuyo za mipunga, au nichukue ndoano. Leo mwenda kwa Opua Kambale tu pale kaka. Hamna timu, hamna uwanja, hamna kaka. Leo tunaenda kwa Opua Kambale tu kaka. Leo mwenye kisado, mwenye kinini niende pale, twende mwenye hata neti, beba hata neti. Leo tunaenda kwa Opua Kambale kaka. Leo kuna Kambale wa kufa mtu pale Meja Samuyo. Na mimi nikuhakikishie leo ile mechi ile sijui kama itachezeka, basi sijui, lakini yani ile mechi ile sijui kama itachezeka leo kaka. Kama ikaruhusiwa kucheza lakini bado kuna tope la kutosha. Je, kama wana Yanga nyinyi mtafanya nini? Kwanza mechi ile kama italazimishwa kuchezwa, hiyo ni sawasawa nakwambia punda afe bora mradi bwana mzigo bwana ufike. Hivi ndio elewana Kiswahili kwanza. Yaani unaona kabisa huu mzigo ni mzito, lakini unaona unamlazimisha punda bebe mzigo. Kwa hiyo leo ile mechi kilazimishwa ipigwe. Ina maana moja kwa moja nakwambia punda afe bora mradi mzigo ufike. Sasa ukitaka ujue kabisa leo tunakwenda kushuhudia pila matope ndio leo. Yaani pila litakuwa bovu. Kwanza mpira ukipigwa kucheza na matope. Sasa jana ndio maana tumepeleka ujumbe, na ndio maana waandishi wa habari jana walikuwa wanamhoji wote Harrison pale. Wakasema kwa hiyo nyinyi mnasemaje kama viongozi wa Yanga? Akaba unataka tuwasemee TFF? Sisi kazi yetu ni kupeleka ujumbe, wao ndio watalichakachua. Sisi kupeleka ujumbe tu. Sisi kama timu tutakwenda, sisi kama mashabiki na wanachama tutakwenda. Sasa ndio tutakwenda kujuana pale pale. Sasa mpira wa miguu uko hivi kwamba watachukuliwa waamuzi au wale wanaosimamia mpira pale pale uwanjani kwamba uoga anaingia kwenye pichi husika, kwamba anachukua mpira unaudundisha hivi. Sasa wakiona ule mpira umeupeleka afu upo kama tofali, basi mechi tailishwa. Wao ndo wataamua ichezwe ama isichezwe, lakini tunakwenda kushuhudia pira bovu kweli. Yani leo tunakwenda kushuhudia pira bovu kweli. Unajua kuna timu ya kimataifa, kuna timu ya matopeni. Sasa leo wale wenye pira matopeni watafurahia ule uwanja, ila mwenye timu ya kimataifa hatofurahia, ambao sisi Yanga wenye pira kimataifa hatutafurahia, ila pira matopeni watotamodi watafurahia. Hivi ndio nielewa kwa sababu tuzione zile gusa chendo na zile na lile pira biliani leo pira tope. Pila biliani toke wapi? Leo kuna pila tope kaka. Hivi ninavyokuzungumzia pila tope wewe unalijua kwanza. Leo kuna pila tope. Jana nimeongea hata rafiki zangu akina Ale Mlimo Benedicto Loto Alessandro Mahala Mayunga Melo Wana Dizoli kada wanakuambia kaka hamna uwanja, akina dola nyingi au makamanda wanakuambia hapo hamna uwanja hapo kaka. Sasa lile pila la Yanga Sule pila pasi lilikuwa tunalishuhudia kule Zanzibar kule. Leo walitoonekana lile pila lula, pila mchanganyiko, pila baba mkanye mwanao linaochezaga viwanja tofauti tofauti. Baba leo tutaliona pale. Nimekwambia leo tunakwenda kushuhudia pila mchangani, pila tope. Hamna uwanja mle kaka. Wanajikaza kaza tu watoto wa Mudi. Nimemsikiliza hata msemaji wao ame jana anaongea, ukimwangalia nyuso kabisa inaonekana huyu anataka kuongea ukweli, lakini anaogopa viongozi wake. Sasa kabisa kwamba hili leo hamna uwanja. Kwanza pale kifupi hamna uwanja. Leo tunakwenda mashambani. Mwenye jembe abebe, mwenye shoka abebe, mwenye panga leo abebe, mwenye mbegu za miogo